إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. واعلموا أيها السادة الأعزاء، natambueni enyi ndugu zangu wapenzi, ndugu zangu waislamu, anna siyama min ahabbi al-ibadati ila Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ibada ya funga ni miongoni mwa ibada ambazo zinapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajalla al-qurbat allati yataqarrabu biha al-'abdu li rabbih subhanahu wa ta'ala, na ni katika ibada ambayo iliyokuwa tukufu mno katika ibada ambazo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala huwa anajikurubisha kwa ibada hizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni katika mambo ambayo yalikuwa makubwa sana ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ibada ya funga. Kwa hiyo ni ibada ambayo haitaki maskhara hata kidogo, ewe ndugu yangu Muislamu, kwa sababu ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda mno, na ibada hiyo malipo yake yeye Allah hakuyataja kwamba malipo yake ni malipo gani, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo aliposema akipokea hadithi kutoka kwa Allah ambayo ni hadithi al-Qudusi, anasema kullu amali ibn adam, kila amali ya mwanadamu au matendo yote ya mwanadamu yudhafu, huwa yanaongezwa malipo yake, huwa yanapewa malipo yake kwa nyongeza ambayo Uislamu umehitaji nyongeza hiyo. Mtume akasema alhasanatu ashru amthaliha, jema moja ambalo mja ambalo atakalokuwa amelifanya basi huwa analipwa 10. Kwa maana ukifanya moja ambalo kwa jema malipo yake yanaanzia 10 ila 700 dhifin, mpaka kufikia 700. Qala Allahu azza wa jalla, Allah akasema illa sawm, isipokuwa funga, fa innahu li wa ana ajzi bihi, hakika hiyo funga ni yangu mimi, anasema Allah, isipokuwa jambo la funga tu, hilo ni langu mimi, na mimi ndio ambaye nitakayekuwa ni mwenye kulilipa jambo hilo la funga. Limadha, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala alitawalia jambo la funga? Mtume anasema katika kusimulia hadithi hiyo, katika kuelezea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema yadau shahawatahu wa ta'amahu min ajli, huyo mja amefunga kwa ajili yangu mimi, amewaacha matamanio yake, kwa maana matamanio yake aliyokuwa amehalalishiwa, lakini Mola wake akamwambia kwamba kuanzia kipindi fulani mpaka kipindi fulani basi sitaki kwamba wewe utumike katika matamanio yako. Mja akawa yuko tayari akayaacha matamanio yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika vile vile akaacha chakula chake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akalihusisha jambo la funga, akasema kwamba hii funga ni yangu mimi, na mimi ndio ambaye nitakayekuwa ni mwenye kuilipa. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, fa inna ajrahu kabirun wa fadluhu adhimun, hakika malipo yake funga ni malipo
ambayo yalikuwa ni makubwa sana. Kadhalika fadhila zake funga ni fadhila ambazo zilizokuwa ni kubwa sana. Wa karamatullahi, na ieleweke vile vile enyi ndugu zangu waislamu, wa karamatullahi lisaimina la tanqati, na neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo anazowaneemesha wale ambao wenye kufunga la tanqati, hazikatiki. Na ndio maana katika hadithi hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amemtamkisha mtume wake amwambie, kuambia umati wake wafahamu kwamba anna lisaim farhatani, kwamba mfungaji ana furaha mbili, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ana furaha wakati wa kufutari kwake hapa duniani. Kufutari huko sawa wakati wa magharibi, kufutari huko sawa kwamba mwezi umeandama, ametoka katika Ramadhani, ameingia katika suku, ana furaha mja kwa kuikamilisha Ramadhani yake katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Kadhalika ana furaha mja huyo wakati wa kukutana na Mola wake subhanahu wa ta'ala kwa yale malipo ambayo atakayokwenda kuyakuta, malipo ambayo yalikuwa makubwa sana, kwa kule yeye kushikamana na jambo la funga, kwa kule yeye kujizuilia kula, kwa kule kujizuilia yeye na jambo ambalo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na kuidhibiti nafsi yake kwamba isiwe inakwenda kinyume na ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa karamatullahi lisaimi, na neema za Allah kwa wale wafungaji la tanqati, hazikatiki. Limadha, kwa nini hazikatiki? Liannahum, kwa sababu wao hao haramu anfusahum at-ta'ama wash-sharaba wash-shahwa min ajli Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wao wamejikubalisha wafungaji kuwa kujiharamishia zile nafsi zao jambo la kula chakula, kadhalika vile vile kunywa, kadhalika vile vile shahawa zao wamejiharamishia. Walidhalika atahum Allah subhanahu wa ta'ala min wasi' ata'ihi, na kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wafungaji malipo ambayo yalikuwa ni makubwa sana, hayana idadi. Malipo yake ni makubwa sana, hayana idadi, na malipo hayo ukiyapata basi elewa kwamba wewe umefanikiwa duniani na akhira. Na katika sehemu kama hii napenda kukitolea ushahidi hadithi ambayo ya Talha ibn Ubaydillah an rajulain alladhaini qadima ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kuhusiana na watu wawili ambao walifika kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa kana islamu ma jamia. Na watu wawili hao walikuja kwa mtume alayhi salatu wassalam min Bali, kutoka katika kabila la Bali, walikuja kuslimu kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamu ma jamia, wawili hao walikuwa wameslimu wakati mmoja, kwa maana wote walitamkishwa shahada wakati mmoja, lakini wakana ahaduhuma ashadda rajulain ijtihadan min al-akhar, lakini mmoja katika hao watu wawili alionekana jitihada yake ni kubwa mno, bidii yake ni kubwa mno, akijitahidi sana katika ibada. Kila lile ambalo lilokuwa liko mbele yake katika mambo ya utiifu, yeye alikuwa ni mwenye kulikimbilia hilo. Thumma ghaza hadha almujtahid, kisha akaja kutoka huyu ambaye mwenye kujitahidi akaenda kupambana jihadi, fastushhida, akafa shahidi. Thumma makatha hadha akhar ba'dahu sanatan kamila, kisha baada ya kufa yule ndugu yake ambaye katika hadhara ya wale maswahaba alikuwa akionekana ni jitihada yake ni kubwa mno kuliko yule mwenzake. Sasa baada ya kufa yule ndugu yake mwenye kujitahidi, thumma makatha hadha al-akhar ba'dahu, kisha akakaa huyu ambaye yeye jitihada yake ilionekana jitihada ya kawaida, jitihada yake ilionekana ni jitihada ambayo ilikuwa ndogo. Akakaa baada ya ndugu yake kufa sanatan kamila, akakaa mwaka mzima. Thumma tuwfiya, na yeye kisha akafa. Qala Talha ibn Ubaydillah ahadu asharatu mubashirin bil janna, anasema Talha ibn Ubaydillah ni mmoja katika masahaba 10 ambao walikuwa wamebashiriwa pepo na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Anasema faraitu fil manami, mimi nikajiona niko usingizini, nikaona niko usingizini, id ana bihima inda albab aljanna, tena niko pamoja na wale watu wawili, niko mbele ya mlango wa pepo, tunasubiriwa sisi tufunguliwe mlango wa pepo tuingie. Mmoja yuko kuliani kwangu, mmoja yuko kushoto kwangu, tumekaa tunaangalia huu mlango utafunguliwa saa ngapi. Fakharaja
kharijun min aljanna. Anasema Talha ibn Ubaydillah radhiyallahu anhu, tamaki akatoka mtu kutoka peponi. Faadhina lilladhi tuwfiya al-akhar, akamruhusu, akamuidhinisha, akamchukua yule ambaye aliyokuwa amekufa mwisho, akaingia naye peponi. Talha anaona lile tukio linapotokea pale, akamuingiza peponi yule ambaye aliyokuwa amekufa mwisho, ambaye jitihada yake ilikuwa inaonekana ni ya kawaida tu kuliko yule mwenzake ambaye yeye alikuwa anaonekana jitihada yake ni kubwa sana. Thumma kharaja, baada kumuingiza yule ambaye alikufa mwisho, kisha akatoka yule ambaye alikuwa ameingia kule peponi, amemuingiza yule peponi. Faadina lilladhi istushhida, kisha akamruhusu yule ambaye alikuwa amekufa shahidi. Talha anayaona matukio yale, akamuingiza peponi. Talha anasubiri zamu yake na yeye aingie peponi. Faraja ilayya, Talha anasema huyu mtu akarejea kwangu mimi. Faqala li, akasema kunambia mimi, irji, rejea, fa innaka lam ya'ni laka ba'd, rejea baada muda wako kuingia peponi hujafika. Baada ya kuambiwa hivyo tu, Talha pale pale akazinduka. Kama ingelikuwa mimi na wewe tungejifanya kulala kidogo, ukapapatue pale pale niingize japo kidogo nione hii pepo. Lakini Talha, fa asbaha Talha akapambazuka, wakana yuhadithu an-nasa alhaditha, akawa Talha radhiyallahu anhu akiwahadithia watu tukio hili. Wakanu yataajabun, masahaba wa mtume wakawa wanashangaa. Fabalagha dhalika an-nabiyya, jambo hilo likamfika mtume alayhi salatu wassalam. Faqala lahum, akasema kuambia wao, min ayi dhalika taajabun, kutokana kitu gani nyinyi mnashangaa katika tukio hili? Faqalu ya rasulullah, wakasema mjumbe wa Allah, hadha al-akhar tufiya, huyu ambaye amekufa mwisho kuliko huyu ndugu yake. Sisi tunachojua huyu ndugu yake jitihada yake ambayo ilikuwa ni kubwa kuliko huyu, lakini kinachotushangaza sisi na kinachotustajabisha sisi kwamba huyu jitihada yake ya kawaida, jitihada yake ndogo, mbona ameingizwa mwanzo peponi kuliko huyu ambaye tulikuwa sisi tunaona jitihada yake ni kubwa? Kuna nini ya Rasulullah? Hili ndilo ambalo linalotushangaza. Kaa makini ujue kitu gani ambacho kilichomuingiza peponi huyu ambaye jitihada yake ilikuwa ni ndogo. Innal hamdalillah نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متوم صلى الله عليه وسلم akawauliza, min ayi dhalika ta'jabun, kutokana jambo gani ambalo nyinyi mnashangaa? Kitu gani kinachokushangazeni enyi maswahaba? Wa maswahaba wakasema, huyu ambaye alikuwa amekufa mwisho tunajua jitihada yake ilikuwa ni ya kawaida tu, lakini ndio ambaye alikuwa ameingizwa mwanzo peponi kuliko yule ambaye jitihada yake ilikuwa ni kubwa, na isitoshe kwamba jitihada yake ilikuwa ni kubwa bali vile vile amekufa shahidi. Lakini huyu mwenzake yeye hajafa shahidi, kwa nini aingizwe mwanzo huyu peponi? Qala sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema alayhi salatu wasalam, alaysa hadha kad makatha ba'dahu sanatan kamila, kwani hakuwa huyu ndugu yenu ambaye nyinyi mnamshangaa kaingizwa mwanzo peponi, hakukaa baada ya ndugu yake mwaka mzima? Qalu bala ya Rasulullah, wakasema ndio, bila shaka alikaa mwaka mzima. Mtume akauliza tena, wa adraka ramadhana, lakini huyu ndugu yetu si mnakumbuka kwamba yeye alidiriki Ramadhani? Fasamahu wa salla kadha wa kadha, akaifunga Ramadhani na akaswali swala kadha, akaswali swala za faradhi, akaswali swala za sunna, akaswali swala za tarawih, kwani hakuyafanya hayo? Qalu bala, wakasema ndio ewe mtume wa Allah, huyu aliyafanya hayo yote. Mtume akamwambia, basi umbali wake ambao alikuwa amempita ndugu yake umbali wa mbingu 7 na ardhi, kwa maana amempita ndugu yake kwa kiwango ambacho kilichokuwa kikubwa sana. Sasa ewe ndugu yangu Muislamu, Ramadhani hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekudirikisha wewe akakuingiza katika Ramadhani, usiwe ni mzembe katika neema hii, katika msimu huo, katika jambo hili la kheri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anakutakia wewe kheri. Jitahidi katika swala
swala za faradhi kuziswali kwa jamaa, jitahidi katika swala za sunna kablia baadia kujitahidi kuziswali, jitahidi swala ya dhuha kuwa ni mwenye kuiswali, jitahidi swala ya tarawih usiwe ni mwenye kupitwa hata siku moja katika swala ya tarawih. Kadhalika katika jambo la kusoma Qur'ani, jitahidi sana katika jambo la kusoma Qur'ani, fanya hayo kwa imani kabisa, fanya hayo kwa kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yoyote yule ambaye atakayefunga mwezi wa Ramadhani, kufunga kwa maana mwezi wa Ramadhani maana yake kujizuilia na kula na kunywa, kujizuilia na shawa na kuyafanya yale ambayo yatakayotengeneza funga yako. Kusoma Qur'ani kwa wingi ni jambo ambalo litakalotengeneza funga yako. Kuswali swala za sunna ambazo kwa zimethibiti kutoka kwa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, ikiwemo kablia, ikiwemo baadia, ikiwemo rakaa mbili za udhu, ikiwemo tahiyatul masjid, ikiwemo sala dhuha, kadhalika na swala ya tarawih. Haya ni katika mambo ambayo yatakayotengeneza funga yako. Kadhalika vile vile katika jambo ambalo kufunga kwa imani, wewe uwe unatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unafanya kwamba jambo hili Allah amekuamrisha na yeye ndio ambaye alitoa agizo hili kwamba wewe ufunge, lakini vile vile unatarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usifunge ikawa ni ada, ikawa ni desturi, ukasema miji yetu bana ikifika mwezi huu watu wanafunga, nisije nikaonekana kobe, nisije nikaonekana kadha, nisije nikaonekana nimekhalifu ada. La, sivyo inavyotakiwa. Ndugu yangu Muislamu, funga kwa kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi ukiyafanya hayo, wewe utasamehewa madhambi yako ambayo yalikutangulia. Ndio anasema ahlul ilmi wa fi hadha alhadithi, na katika hadithi hii bisharatun adhima, kuna bishara ambayo ilikuwa kubwa minan nabii kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, liman wufika lisiyami shahri ramadhani kulli, kwa yule ambaye alikuwa amewafikishwa kufunga mwezi wa Ramadhani wote. Kuna bishara ambayo kwamba yeye atasamehewa madhambi. Na ndugu yangu Muislamu, wewe ukifika mbele ya Allah, ile kuwa umesamehewa dhambi yako moja tu, achilia kusamehewa madhambi yako yote, ile kuwa umesamehewa dhambi yako moja tu, basi hiyo ni neema kubwa sana. Dhambi moja inaweza kumuingiza mtu katika moto, waliaadhu billah. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe tupo katika neema ambayo ilikuwa kubwa. Kama haya masiku yalikuwa yamemalizika, ulikuwa ukifanya uzembe, sasa jibidiishe, jirekebishe, usiwe ni mwenye kufanya uzembe. Ikiwa Qur'ani mpaka leo hujawa ni mwenye kusoma, basi anza kuisoma Qur'ani pamoja na pirika ambazo uko nazo. Jitahidi sana, tenga muda wako, soma Qur'ani, fanya mambo ya khairati haya na yale, katika jambo ambalo la kuhakikisha huu mwezi unachuma yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyaweka ndani ya mwezi huu. Kadhalika vile vile ni mwezi ambao mara nyingi huwa tunasema ni mwezi wa mtu kujitathmini kwamba yeye katika mwezi wa Ramadhani wa mwaka jana alikuwa katika mazingira gani ya kiibada, na je katika mwezi huu wa Ramadhani ambao yeye ndio yumo hivi sasa hivi yuko katika mazingira gani ya kiibada. Sasa jipimanishe wewe, jilinganishe wewe, jikague wewe na kujiangalia kwamba Ramadhani ya mwaka jana mimi nilikuwa kweli nafanya bidii, lakini bidii yangu ilikuwa ina uzembe fulani. Lakini Ramadhani hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameniwafikisha, basi azma yangu ni azma ambayo ilikuwa kubwa. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa matendo ambayo yatamfanya mja awe ni mwenye kusogea sana katika mwezi wa Ramadhani, jambo la mwanzo swala tarawih. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anasema man qama ma'al imam, mtu yote ambaye atakayesimama kuswali swala tarawih pamoja na imam. Sikiliza maneno ya Mtume haya, mtu yote ambaye atakayesimama kuswali swala tarawih pamoja na imam hata yansarifa, mpaka imamu akamaliza ile swala, kutiba lahu annahu ahya al-layla kulla, panaandikiwa mtu huyo kwamba yeye amehuisha usiku mzima. Ikiwa wewe umeanza kuswali na imamu mwanzo wake mpaka mwisho wake, usiku mzima wewe unakuwa unaandikiwa kwamba upo katika ibada kwa sababu ya kuswali swala tarawih. Kwa hiyo usiache swala tarawih. Lakini vile vile katika matendo ambayo yalikuwa na faida kubwa sana kuyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani,
ikiwa unayo nafasi jitahidi wewe kuswali swala alfajiri kwa jamaa, akesha usiondoke katika msala wako, lete adhkari, fanya adhkari mpaka jua lichomoze. Jua likishakuchomoza likasafika kidogo, simama swala raka mbili. Ukiondoka hapo kwa kufanya hayo, wewe unaondoka na ujira wa mtu ambaye alikuwa amefanya ibada ya hija na umra kikamilifu ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Unazipata fadhila hizo. Na haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio anasema, man salla subha fil jamaa, mtu yote ambaye atakayeswali swala ya asubuhi kwa jamaa, thumma qala yadhkurullah, kisha akakaa katika msala wake akawa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu'a shamsu, mpaka jua likawa linachomoza. Jua likachomoza, thumma qama fa salla rak'atayn, kisha akasimama akaswali raka mbili, kanat lahu ka ajri hijjati wal umrati tamma, inakuwa kwake mtu huyo katika malipo ambayo atakayoyapata, anaondoka katika sehemu ile hali ya kuwa kwamba yeye amepata ujira wa hija na umra kikamilifu. Sasa ni fadhila ambazo zilizokuwa kubwa katika mwezi huu. Wewe unatakikana uangalie nini ambalo la kulifanya. Kadhalika vile vile mtu ambaye atakayemfungulisha akamfutarisha yule ambaye alikuwa amefunga, anapata ujira kama yule ambaye alikuwa amefunga, basi na kupungua katika ujira wa yule ambaye alikuwa amefunga. Na kufutarisha si kwa maana labda wewe upike na vyakula akesha ualike watu waje kula. Baadhi ya watu wanakosa fadhila za kumfutarisha mtu pamoja na kuyafanya hayo. Kivipi? Kwa sababu yeye anamwalika mtu nyumbani kwake kuja kula chakula, hali ya kuwa kile chakula huyu mtu anafikia msikitini, kwa pengine kule msikitini kuna mtu kasimama mlangoni na tende zake 3, akampa yule mtu aftari, tayari kwamba yule ambaye unamwalika wewe kuna mwenzako ushakutangulia kwa yule unamwalika wewe. Kwa hiyo wewe ukitaka kumfutarisha, pamoja na kutoa hiyo sadaka yako ya chakula, lakini hakikisha kwamba wewe yule ambaye unamwalika wewe ndio ambaye unakifungua kinywa chake kwa chakula cha mwanzo ambacho utakachokiingiza ndani ya nini, ndani ya kile kinywa chake. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sisi, atupe taufiki tuwe ni wenye kumwabudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na atupe taufiki ya kuweza kulisaka lile lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amelizungumza katika mwezi huu wa Ramadhani, la'allakum tattaqun, ili watu wapate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah atuwafikishe tulifike lengo hilo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tulifike lengo hilo, tuwe ni wenye kumcha Allah, tuwe ni wenye kutekeleza amri zake Allah, na tuwe ni wenye kuacha makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amani ambayo ilikuwepo katika miji yetu, Allah aidumishe amani hii, na hususan katika kipindi ambacho tunakwenda nacho. Allah tunakuomba idumishe amani hii, Allah tunakuomba idumishe amani hii, na yoyote ambaye mwenye kuikusudia ubaya amani hii, tunakukabidhi wewe shingo yake Allah, kwa sababu hii ni neema ambayo ulikuwa umetuneemesha na tunaneemeka sote ya rabbal alamin. Kwa hiyo yote ambaye mwenye kukusudia ubaya kuiondosha amani hii ndani ya nchi hii ambayo inasifikana kwa amani, Allah tunakukabidhi wewe shingo yake mtu huyo, na tunusurishe na shari yake mtu huyo. Amin amin. Allahumma qul lana wa la taqul alaina, wazidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, warfa'na wa la tadana, wansurna wa la tansur alaina, wansurna wa la tansur alaina, wansurna wa la tansur alaina. Ewe Allah tunakuomba katika wakati huu ufanye kuwa wakati huu ni wakati ambao wa kujibiwa dua ya rabbal alamin. Ufanye kwa wakati huu ni wakati wa kujibu dua ya rabbal alamin. Kila mmoja wetu hapa na wengine wote walio mbali ana shida yake inamsononesha, mwingine ana mgonjwa, mwingine ana shida hii, mwingine ana tatizo hili, mwingine ana tatizo lile. Ya Allah tunakuomba bi asma'ika alhusna wa sifatika alula, kila mmoja wetu mpe kile ambacho anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati. Ya Rabbi, kila mmoja wetu mpe kile ambacho anachokitaka katika nafsi yake katika mambo ya khairati. Ya Rabbi, tunakuomba kila mmoja wetu mpe kile ambacho anachokitaka na anachokuomba wewe na anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati, na muepushe na katika yale ya shari, na iwe ni sababu kwa kumpa kitu hicho, iwe ni sababu ya Rabbi kwa kumpa kitu hicho, iwe ni sababu ya kukuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni sababu ya kukuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni sababu ya kukuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala, isiwe sababu ya kukuasi wewe kwa kumpa kitu hicho, isiwe ni sababu ya kukuasi